Nitakuwa na swali ila nitakuwa na la nyongeza, kwa sababu jinsi mlivyoulizia kwamba ni wenyeji au wenzetu kutoka Ngorongoro, maana mimi mwenyewe ni mwenyeji wa Ngorongoro. Ndio. Ukweli sijajua kwani serikali wamedhamiria nini kuwasumbua wale wananchi, kwa sababu mimi hapa nilipo ni mwenyekiti wa kijiji kimoja kinaitwa Blat pale Ngorongoro, na kuna unyanyasaji mkubwa sana na ukiukaji wa haki za binadamu, kwa sababu hata naweza tu nikatolea mfano mchungaji mmoja kutoka hapa kijijini kwangu ambaye walikuwa na familia ya watu kama 4, yani na maana mama na baba, familia ya watu 4 walivyofikishwa kule Msomera wakachanganyikana wakaekwa kwenye nyumba moja, ambayo sisi huaga haitokeagi katika jamii zetu, sababu Wamasai huaga ni watu ambao wanaheshimiana kabisa. Lakini mambo mengi yamezungumzwa na naamini kaka Julius ameyajibu mengi, lakini katika masuala mawili ambayo ndio nataka tu niweke la nyongeza katika ule uhamishaji wa kwenda Msomera ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Pamoja na hii ya Loliondo, kama kaka Julius alivyoeleza kwamba sijajua serikali imezamia nini kuchukua mapori yote yani kuijumuisha wilaya nzima ya Ngorongoro, kuifanya yani hifadhi ya Ngorongoro ambayo ni Ngorongoro kwa ujumla ina kilomita za mraba 14,000, lakini 87% mpaka kuelekea 90% inakuwa ni uhifadhi, na maana ya Pololeti, Ngorongoro, mamlaka hifadhi ya Ngorongoro pamoja na pori tengefu la Liknatro. Yani na maana eneo lote la wilaya ya Ngorongoro. Sijajua sasa wananchi wanaoishi eneo la Ngorongoro watakuwa wanategemea nini wakati ardhi yao yote hawalimi, hawafugi, kwa sababu eneo lote linachukua na serikali kuwekeza au kupandishwa hadhi kwa mapori tengefu na mapori ya akiba. Asante sana. Asante sana Sabore Ngwarusi. Nafikiri kaka Julius umesikia kutoka kwa ndugu yako, kwa hiyo unaweza ukatusaidia hapa ili tuweze kumfanya ndugu yetu aelewe kidogo. Nafikiri kuna maswali hapo mwishoni ameuliza kidogo. Je, unaweza ukamalizia hapo ukaungana na yeye? Ni kwamba nakubaliana na kitu alichosema mwenyekiti wetu. Ni kwamba kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Tukiacha zile taratibu za kimila na vitu vingine, kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kwa sababu hata mikataba ya kimataifa, ukiangalia ile Universal Declaration for Human Being, ukiangalia zile articles zote kuanzia ya kwanza karibia mpaka ya 18, sikumbuki vizuri maana mimi sio mwanasheria, lakini kwamba Tanzania kupitia hii uhamisho wa Ngorongoro ama mambo yanayoendelea Ngorongoro, kuna kwa hiyo sio kwamba tu haki za kimila, hata haki za binadamu kwamba internationally kupitia ile mikataba ambayo Tanzania imeingia, kuna vitu vingi ambavyo ni imekiukwa na serikali. Okay, kaka Julius, tumekusikia. Nafikiri unaendelea kuongea au maana ikitulia mic hivyo lazima niulize kama ni simu imeingia au umemaliza? Ndio. Nimemaliza. Okay, sawa. Asante sana kwa kuongezea hapo. Na sasa narudia tena kuuliza kama kuna mtu yote hapa Discord ana swali ama Clubhouse ama TikTok. Kama hakutakuwa na swali, tutahitimisha mkutano wetu wa leo na tutaendelea nitafunga rasmi mkutano lakini tutaendelea kuwepo hapa. Kwa hiyo kama watu tutaendelea kujadiliana juu ya hilo pamoja na mambo mengine ya mikakati ya nchi zetu ya kuikomboa nchi yetu, basi itaruhusiwa, mtu yote anaweza akafanya hivyo. Lakini kwa sasa kama hakutakuwa na mtu yote wa kupanda kuuliza swali au kutoka Clubhouse au TikTok, basi nitaomba nifunge mkutano wetu rasmi, lakini mnaweza mkaendelea kuwepo na tunaweza tukaendelea kujadili kitu chochote kuhusiana na Ngorongoro na Loliondo pamoja na masuala yetu mazima ya ripoti feki iliyotoka na mambo mengine yote katika ukombozi wa nchi yetu. Karibuni sana na wakaribisha na neno moja za dhati, lakini kabla awali ya yote naomba kaka Arthur samahani kidogo. Yep. Mzee Slaa nataka kuongea kidogo. Mzee Slaa karibu. Okay. Asante sana mamangu. Asante Maboi.
Kwanza nikubaliane kabisa na majirani zangu. Mimi ninatoka Karatu, Ngorongoro. Kwa matumizi yao ya chakula kimsingi wanategemea wilaya ya Karatu. Kwa hiyo sisi watu wa Karatu na watu wa Ngorongoro tuna maingiliano ya kibinadamu ya siku nyingi sana. Lakini niseme pia, nikiwa mbunge wa Karatu nimeshiriki sana kwenye shughuli za hifadhi ya Ngorongoro. Moja ambalo nataka kushuhudia kwa Watanzania mlioko hapa ni kwamba si rahisi kuelewa kwamba serikali ya Mtanzania inayoongozwa na Watanzania wenzetu wanaweza kukosa ubinadamu kuliko serikali ya Mwingereza ambayo mwaka 59 pia iliwaondoa Wamasai kule Serengeti na Ngorongoro, lakini ulitumia ustaarabu wa kibinadamu, na mpaka leo sehemu ya Wamasai, na nadhani Wamasai walioko hapo watakubaliana na mimi, wako eneo linaloitwa Lostete pale Karatu, na Wamasai wanaishi kwa mila zao, kwa desturi zao katika nchi ya Wairak, na hapajawahi kutokea mgogoro wote, angalau mimi sijawahi kusikia tangu kabla sijawa mbunge na mpaka nimekuwa mbunge, na nimewahudumia na wamenipigia kura Wamasai wa Lostete mara kadhaa, nadhani mara 3 katika vipindi vyangu vitatu vya ubunge. Lakini nachotaka kuonyesha hapa, wazungu wamekuwa na huruma zaidi na sisi kuliko Watanzania wenzetu. Naomba hilo tuliweke kwenye mkazo. La pili, mimi nimeshuhudia kwa sababu ni majirani zangu na kwa shughuli zangu kama mbunge, na kwa kuwa ni majirani nimeingia Ngorongoro na watalii na marafiki zangu kama mara 1000 na zaidi. Sijaona hata siku moja wanyama wa pori wala ng'ombe wa Masai wakiwasumbua wanyama pori, kwa sababu ni mara nyingi nimeshuhudia Masai anachunga kundi lake kubwa, na katikati ya kundi lake kubwa pundamilia, swala na digidigi, nyati na wale wanyama wengine wote ambao wanawindwa kwa kawaida na simba wanaponea kwa Wamasai, kwa sababu Masai akisimama, hata kama simba anamkimbiza yule mnyama, akimwona Masai anamwacha. Na ndivyo Ngorongoro ilivyojulikana duniani kama eneo pekee duniani, na ndio maana hata kwenye utamaduni wake wa kitalii ilikuwa na historia pekee kwamba Masai anafuga ng'ombe zake, lakini anawachunga na wanyamapori hapo hapo. Sidhani kama nitakuwa nimekosea sana kusema hayo, ndugu zangu wa Masai watashuhudia. Sasa hiyo ni historia ambayo kwa maamuzi hovyo ya serikali yetu tunaenda kupoteza hiyo historia mara moja, na hakuna tena duniani eneo pekee ambalo lina historia ya aina hiyo, kwamba wanyama wa pori wanafugwa, wanakula, wanalishwa katika eneo hilo hilo pamoja na ng'ombe wa Masai. Hicho ndicho kilichofanya utalii wetu wa Ngorongoro na Loliondo iingie katika historia ya dunia. By strike of a pen tunaenda kupoteza historia ambayo ilikuwa inatuingiza fedha nyingi kwa sababu ya uzembe, ulafi wa watu wachache walioko serikalini. Naomba nimalizie hapo. Nadhani kamaliza mzee wetu.
Asante sana mzee wetu. Kwanza kabisa heshima yako, na napenda niendelee kukutakia afya njema. Asante sana mzee wetu, mzee Slaa, na naamini kaka Julius umesikia, unaweza ukaongea chochote hapo. Karibu kaka Julius. Asante sana, na namshukuru sana baba yetu mzee Slaa. Ni mojawapo ya watu ambao wamekuwa ni wasungumzaji ama ni wasemaji wa shida ambazo tunapitia kama watu wa kaka Julius sababu alikuwa anazungumzia mengi na wakati fulani sawa, ni kwamba ni wakati akiwa mbunge wa Karatu ni kama alikuwa mbunge wa Ngorongoro, kwa sababu anajua shida zetu na alikuwa pia anazungumza shida zetu kama watu wa Ngorongoro. Walikuwa akishirikiana na mheshimiwa Lissu pamoja na ndugu yetu ambaye Msigwa. Walikuwa ni kwamba walikuwa wasemaji wetu hata wakati ambao wabunge wetu walikuwa wanakaa kimya bungeni. Kwa hiyo nashukuru sana na natambua juhudi zake za wakati huo, na tunaendelea kuheshimu haya ambayo ametufanyia, na Mungu amuongezee miaka mingi ili aendelee kutusemea na kushiriki katika kuleta ukombozi katika taifa hili. Ninaomba kidogo, kuna kitu narekebisha. Ile ilikuwa sio Universal Declaration, ni United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People. Hii ilikuwa clause zote mpaka karibia 18 ndio ilikuwa imekiuka na Tanzania wakati ule ambayo swala hili linaendelea, kwamba tumenyimwa huduma lakini pia tumenyimwa kuongea. Waandishi wa habari sasa hivi wao serikali wakitaka kuwaleta wanawaleta, lakini wakija waandishi wa habari wanatafuta habari za Ngorongoro leo Ngorongoro, wanakamatwa na vifaa vyao vinaharibiwa. Kwa hiyo kuna mengi ambayo yanaendelea, hata uhuru wetu wa kuongea kama watu hatuna. Kwa hiyo kama tukitaka kuongea masuala yetu inabidi pia tuende kwenye sehemu ya kujificha ili tuongee, ama tuegemee media ambazo hazijanunuliwa, lakini pia media ambazo zina riski kwa ajili yetu. Kama mnakumbuka wakati wa jambo walipofungiwaga, walifungiwa kwa sababu yetu, lakini pia kuna wenzetu wengi tu ambao walikuwa wanatusemea. Kwa mfano maskini wa Mungu ndogo wetu Soka, siku ya mwisho kuongea alikuwa anaongea issue za Ngorongoro, lakini pia watu wengine wengi ambao wameongea masuala yetu pia wamepitia katika matatizo mbalimbali, lakini tunasema tunamwachia Mungu na tunaendelea kushirikiana na Watanzania wengine, kwa sababu hatutakaa na sisi tukae kimya. Hata wakati wenzetu wanapitia tulikuwa tunazungumza, lakini pia tunaendelea kuzungumza. Kwa hiyo sio uhuru, sio mambo tu ya kunyanyasa, lakini hata hiyo uhuru wetu wa kuongea, uhuru wetu wa kuabudu. Sasa hivi wamekuja na mbinu nyingine ya kwamba ni silence, kwamba kuna ile tunasema uwekezaji usio shirikishi. Wanakuja kwenye kwa mfano kama Ngaros bado yuko hapa, ni mwenyekiti wa kijiji. Wiki kama mwezi uliopita wananchi hapa walitaka kumvamia kwamba mpeana eneo, kumbe maskini wamekuja watu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na mwekezaji wakavamia eneo la malisho ya mifugo, wakaanza kuandaa kwa ajili ya hoteli. Hata huku maeneo mengine ndani ya Ngorongoro mpaka Loliondo kuna haya ambayo yanaendelea, kwamba kuna uwekezaji usio shirikishi, kiholela, isiyopitia taratibu, isiyoshirikisha wananchi, lakini pia isiyokuwa na tija. Kwa sababu kwa mfano kwenye kata ambayo mimi nakaa kuna eneo la Ndutu, kwa sababu kuna wengi tu, kwa mfano hata mzee wetu anajua eneo la Ndutu ni eneo maarufu sana kwa ajili ya wakati wa mvua, kwa sababu ya migration ya nyumbu. Kuna lodge na campsite zaidi ya 100, lakini ukikuta kwamba tunachofaidi sisi kama wenyeji, labda kama kuna mtu kama ile kama ni waungwana sana, tunapewa nafasi 2 labda ya ulinzi. Kwa hiyo tunakuwa na rasilimali ambazo haina faida, tunaitunza, lakini sasa ile kwamba fadhila ile ni kwamba tunaondolewa fadhila ya kufanya vizuri, tunaondolewa. Hata leo Ngorongoro, kama hata kwa ukweli wa Mungu, kama serikali wakiamua kutuacha sisi na Ngorongoro, hata miaka 1000 itaendelea kudumu, kwa sababu tuna tamaduni zetu ambazo ni rafiki, ni rafiki, ni compatible na masuala ya mazingira. Kwa mfano leo Masai hawezi akakata mti mkubwa kwa sababu ni tabu. Ikitokea labda kwa ghafla, labda watu wameenda, labda kuna ile wildfire na nini, lazima kulikuwa kuna tambiko kufanyika ili, kwa sababu ile ni tabu. Hatuwezi tukakata mti mkubwa, tunakata tawi.
Na hata ndio kama unakumbuka, kuna ndugu yangu Ezekiel aliongea kuhusiana na masuala ya kwamba tufanye deforestation. Hatufanyi deforestation kwa sababu hatukati mti moja kwa moja. Kama tukitaka kutengeneza bomu, unakata tawi, unaishia mti mwingine, unakata tawi kwa watu kati ule mti kwa ujumla. Kwa hiyo nakubaliana na mzee wetu ya kwamba haya yanayoendelea kuna ukiukwaji tu, kwa sababu hakuna chochote ambacho sisi tunaharibu. Kuna masuala ya mimea famizi, lakini pia kuna masuala ya ongezeko la watalii, lakini pia kuna masuala ya ongezeko la watalii kupitia magari. Kwa mfano sasa hivi Ngorongoro Crater magari yanaweza kaingia labda mpaka 600. Sasa 600, hebu angalia hiyo athari. Sasa wewe magari 600 alafu ilinganisha labda na ng'ombe 100. Ni kundi lipi? Ni magari yana athari kwa mazingira ama ni mifugo? Kwa hiyo mimi naomba labda kama kuna swali lingine nitaendelea kujibu. Okay. Asante sana kaka Julius, tunashukuru. Maboy, kuna swali moja hapa linauliza huko Clubhouse. Nyie wa Masai mnashindwa nini kuhujumu hiyo miradi? Mnashindwa nini kuhujumu hiyo miradi? Ndio swali hilo. Ni miradi, hebu mwenye aliuliza swali, ni miradi aina gani? Ni masuala ya uwekezaji ama nini? Paulo. Ama ni miradi ya ujenzi wa mahoteli makubwa? Nadhani tunaomba swali liwe clear. Okay, subiri tumsubiri andike manake. Lakini niseme hivi, ni sisi kama wenyeji ambao tunaishi ardhi, hatutaki kutumia njia nyingine ambayo sio haki. Sisi tutafuata njia za haki. Tutafuata njia za haki katika kudai haki zetu, na ndio maana tuna kesi zaidi ya nyingi ambazo zimeenda mahakamani. Mengine ziko kwa sababu ya aina ya mahakama tulizonazo, kuna mengine tumefaulu. Kwa mfano kuna kesi ile Olokose ya uvutaji wa vijiji ambayo alifuta mkwe wa rais Mohamed Mchengerwa. Ile kesi tumeenda, ile Olokose imeisha, tumekuja tukafungua kesi nyingine. Ile kesi sasa hivi kwamba tumeshinda mahakama kuu, iko mahakama ya rufani. Kwa hiyo sisi tutafata njia za haki katika kudai haki zetu. Hatutatumia njia nyingine ambayo sio halali. Tutafata njia zote za halali katika kudai haki. Okay, nashukuru. Nakaribisha swali. Nimeona kaka sisi umepanda. Karibu kama una swali. Mimi na swali tu kwake, swali dogo tu, kwamba amesema kwamba atatumia njia za halali kupata haki yake, kupata haki yao. Sasa hiyo ni kwamba anahamasisha wengine kwamba nao pia hii serikali ina haki, yani mahakama zinatoa haki. Sasa ameongea historia ndefu hapo kwamba ni muda mrefu sana hiyo maeneo yameendelea kukatwa, yakiendelea kuuza vipande na vipande. Mimi nina swali kwake kwamba anaamini mahakama kwamba itatoa haki, au anaaminisha Wamasai wenzake kwamba watapata hiyo haki kupitia mahakama? Na je, kama anajua kabisa kwamba mahakama hazina haki, kwa nini waendelee kujisumbua na kesi nyingi kibao zinafunguliwa, alafu mwisho wa siku zinaendelea kusubizwa tarehe, huko akiendelea kujinyakulia maeneo? Na hakuna Mtanzania sijui kwamba serikali hii haina haki na mahakama hii haina haki. Sasa anaposema kwamba watatumia njia za halali, sijajua wamejipanga vipi au wanakubali, yani wanakubali vipi hiyo ameno, kwa sababu kama yalikatwa mara ya kwanza wakatumia hizo njia za halali na hajapata haki yao mpaka leo, wamejipangaje? Au wanahamasishaji wenzao kwamba anawaambia nini mpaka sasa hivi? Je, wanaendelea kusubiria haki toke mahakamani, au watajipanga kwa maandamano ya soko ya amani? Kwa sababu wageni wanaendelea kuingia. Sasa sijajua kwa upande wao wanaendelea kusubiri au wanaendelea sijajua bado, yani sijaelewa. Lakini swali langu linaelekea kwamba atujibu tu kwamba anaendelea kusubiria mahakama impe haki, au wamejipangaje kwenye maandamano? Watafanya maandamano ya haki ya nani, ya amani, au watafanya maandamano ya kunanilio ya fujo? Kwa sababu hii serikali haihitaji tena amani, na wote mnajua.
Yeye anatuelekeza vipi au anatuambia nini? Sawa, mimi ni kwamba nimejibu swali. Kuna swali liliulizwa kwamba kwa nini msihujumu, nikasema tuhujumu miundombinu ya mahoteli ama tuhujumu, nikasema sisi tutafuata njia yake. Hiyo ambacho nimesema ni kwamba sisi tutatumia kwenye masuala ya mahakama, tutatumia mahakama za, tunaanza kwenye hatua hizi za mahakama za ndani, lakini tutaenda mahakama za nje. Kwa mfano kuna kesi nyingi ambazo ziko kwenye mahakama ya Afrika Mashariki, kwa sababu tumeshaona kwamba kesi nyingi ambazo tunapeleka kwenye mahakama za ndani, kwa mfano mahakama kuu, kuna uhamishaji, japokuwa kuna baadhi ya kesi ambazo pia tumeona kwamba tumeshinda, lakini ni kwa kiasi kidogo sana. Kwa hiyo sasa hivi focus yetu ni kuweka focus kwenye haki katika kupitia mahakama hizi za jumuiya. Nimemaliza, lakini pia hata kama haya maandamano ni haki yetu. Kama uliona aina ya maandamano ambayo tulishiriki mwaka 2024 mwezi wa 8, ilikuwa ni maandamano ya aina yake ambayo haikuwahi kutokea Tanzania au haijawahi hata kutokea duniani, kwa sababu ile ilikuwa ni maandamano ya non-stop ambayo tumelala, yani tumebaki pale siku 6 kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 23. Kwa hiyo yale ni maandamano ambayo ni ya haki yake, ambayo tunajua kwamba yatatusaidia sisi kupata haki, na ndio maana hizi tume za rais zimekuja kuunda kupitia ile maandamano yetu ambayo tumebaki barabarani kwa hizo siku. Naomba nifanye hilo kidogo. Okay, asante sana. Swali jingine tena tafadhali, Kitu Maria. Karibu. Asante. Sio swali jamani, ninataka nitoe comment ndogo tu kidogo, kwa sababu nimeandika huku nyuma, lakini kwa sababu nyinyi mko kwenye platform nyingine huko Discord, hamwezi kukiona nilichoandika. Mimi nimesikiliza hii kitu, imeniumiza sana, na nimesikiliza watu kama 4 hivi ambao kwa kweli wametoa maoni yaliyonikereketa na kuniumiza sana, lakini pia yamenifanya nifikiri sana. Yalikuwa maoni fikirishi sana. Dr. Slaa, halafu kaka yetu Ngorongoro aliongea mwanzoni kabisa pale, na pia kaka Julius. Baada ya kuyatafakari sana haya, mimi kwa kweli ninachoona hapa ni kwamba tatizo ni kwamba kuna dichotomy kubwa sana katika dhana nzima ya Utanzania sasa hivi. Hususan tatizo ni kwamba rais aliye madarakani hajioni kama Mtanzania, anajiona kama Mzanzibari, na hata ukifuatilia sana kwa makini utagundua wenzake pia hawajiiti wa Tanzania, wanajiita Wazanzibari. That's a really deep issue. Na mimi ninavyoona, this Ngorongoro matter is deeper than it seems. It is such a deeper issue than it seems. Sasa kitu tunachotakiwa kufanya, ndugu zangu, tunatakiwa tulifanye hili swala la Ngorongoro, tunatakiwa tulifanye liwe swala la Watanganyika, liwe swala la nchi nzima, liwe swala la Watanzania, so to speak, na si swala la Ngorongoro. Kwa mfano yakifanyika au maandamano walikuwa naongelea ndugu yetu hapo, yasijumuishe wa Ngorongoro tu, yajumuishe nchi nzima. So wale wakiandamana au watabakia barabarani siku 6 nzima, na sisi sote tubakie barabarani siku 6 nzima. Ngorongoro iwe issue yetu sote. That's how we're going to pave. Hivyo ndivyo tutakavyo pave way, rather than kuachia, kwa sababu hii dichotomy hii ndio inayotusumbua. Hawa wamejitenga. Sasa kama wamejitenga, sisi na sisi tuliamshe. We need to do that, guys. Hicho mimi ndicho ninachokiona. Asante. Okay, asante brother. Asante sana kutoka Clubhouse. Nafikiri kaka Julius amekusikia vizuri sana. Karibu brother Julius.
Asante sana. Ni kweli alichosema ni kwamba una jambo lakini ndani ukaendelea kujifunza mengi kupitia jambo hilo. Kwa hiyo tutachukua ushauri wa ndugu zetu. Je, Clubhouse umemaliza maswali? Kaka Julius ndio umeshajibu, si ndio Ndio. Okay, na mimi pia nilikuwa nataka kusisitiza hapo hapo kwamba ninawaomba ndugu zetu jamii ya Kimasai, tunaomba mjiorganize huko mliko, na kila mkoa na mpaka hata ikiwezekana Wamasai wengine kutoka Kenya nao pia ni ndugu zetu. Wamasai wote ni watu wamoja. Hizo scatterings zilitokea tu, lakini tunaomba kwa kweli mjiorganize pamoja na muweze kuongea pamoja. Hapa kama tulivyosema, hapa Discord mnayo room yenu, ipo room kwa ajili ya Maasai. Kwa hiyo tunaomba kabisa, endapo kwamba ikifikia hatua sasa hivi mmeweza kukaa kwenye vikao vyenu, mmeongea, mjiorganize pamoja, Wamasai kutoka pande zote za Tanganyika. Mimi napenda sana kujiita Mtanganyika kwa sababu mimi ni Mtanganyika. Kwa hiyo pande zote za Tanganyika tunaomba mjiorganize ndugu zetu Wamasai wote, ili tuweze kuona kwamba tunapambana vipi kuweza kuikomboa nchi yetu, kwa sababu tukikomboa nchi yetu that means kwamba nyinyi ndugu zetu wa jamii ya Kimaasai mtakuwa pia vile vile mmekombolewa. Kwa hiyo kwenye hili ninaomba tusilifumbie macho, na tunaomba ndugu zetu msijitenge wala msijione mko peke yenu. Nafikiri kwamba maswali mengi na maelezo mengi kutoka Clubhouse